Saa yaja ambayo walioko makaburini wataisikia sauti ya mwana wa Mungu, ambayo kila mtu atalipwa sawa na yale ambayo ameyafanya, anayoyatenda leo, anayofanya sasa hivi. Mtu wa Mungu, yoyote uyafanyayo ni vema jeni kwa ajili yako, na ni kwa faida yako, na ni kwa sala yako. Ukiishi vizuri, ukafanya vizuri, ni kwa faida yako mwenyewe, na ukifanya vibaya ni kwa sala yako wewe mwenyewe. Nikwambie kwamba Mungu ni matendo mema na shetani matendo mabaya. Hata kama ni wewe ama ni mimi unafanya vibaya, wewe ni shetani, kwa sababu Yesu anasema kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa yeye yuko hivyo. Alikuwa hivyo tangu mwanzo na mpaka sasa hivi yuko hivyo. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, ni wa shetani. Hata kama talikataa hilo jina, kwa sababu tutakuelewa kwamba wewe ni wa Mungu kwa kufanya anayofanya Mungu. Kwa sababu Mungu hatumuoni hewani tu, hatumuoni kwa kunasema unampenda Mungu. Tunamuona Mungu kwa maisha yako mazuri. Yesu anasema hivi kwamba saa yaja ambayo walioko makaburini watamka tena, ambayo kila mtu atalipwa sawasawa na yale aliyokuwa aliyoyafanya katika mwili, aliyoyafanya katika siku za uhai wake ama ushima wake. Lakini faida ya mema sio tu baada ya kufa, lakini kwenye maisha haya tu lazima uvune kila ambacho umekipanda. Ishi vizuri, fanya mema, kwa kuwa ni kwa ajili yako. Haya, kazi njema. Saa yaja ambayo walioko makaburini wataisikia sauti ya mwana wa Mungu, ambayo kila mtu atahukumiwa sawa na matendo yake. Aliyemuaji atahukumiwa sana vile alivyoua. Aliye malaya atahukumiwa sana umalaya wake. Anayefanya kila uchafu wa kila namna atalipwa sawa sawa na uchafu wake. Kwa Yesu anasema kwamba yoyote atendaye dhambi ni